na somo hili tutaichukua karibu wiki 3 au 2, akiwa anaifundisha polepole. Na asema andiko yetu mama, tunaenda kuongea Warumi sura yake ya 1 mstari wake wa 15, 16 ya mtakao. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi tayari kuhubiri Injili hata na kwenu ninyi mnaokaa Rumi. Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Wayahudi kwanza na kwa Myunani pia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Utakaje. Paulo akitumia kanisa ya Warumi barua. Nakwambia Biblia 85% haiandikwe kwa sababu ya wakagai, watu wasiomjua Mungu. Lakini 85% ya Biblia inaandikwa kwa ajili ya watu wanaomjua Mungu. Lakini hao watu wanaomjua Mungu ndio wanahitaji kurekebishwa na kufunzwa, kuambiwa nini na nini. Na baada ya Paulo kuhubiri katika mji wa Roma, watu walipookoka. Lakini baada ya Paulo kutoka katika mji wa Roma, Injili, maneno ya Mungu katika mji wa Roma ulididimia, ilishuka. Pahali kazi isogee, ilishuka. Na utakuta kanisa ya mwanzo ya Jerusalem, watu walipookoka, Biblia inasema watu waliongezeka siku kwa siku. Lakini kanisa ya Roma, baada ya watu kuokoka na kuwa wengi kiasi, watu walipungua siku kwa siku. Na ikabidi Paulo atumie kanisa ya Roma tena barua. Barua maana hiyo tunaita leo ni kitabu fulani, lakini ilikuwa tu ni barua. Na utakuta kwa hiyo barua, mwanzo alikuwa na wasalimu, pili anawapongeza kwa kile walifanya vizuri, tatu anawarekebisha kwa nini vitu vile waende sawa visinahitajika waende. Sasa Paulo anawaambia hapa, mimi Paulo niko tayari kuhubiri Injili kwa Warumi, kwa Yunani, kwa Israeli. Niko tayari kwenda kuhubiri. Kwa nini ahubiri Injili? Anasema kwa sababu Injili ni uweza wa Mungu, inaokoa. Lakini inaokoa nani? Kwa mtu yeyote yule anayefanya nini? Anayeamini. Sasa tunaanza pointi yetu ya kwanza. Injili maana yake nini? Injili kwa Kiswahili ingine tunaitwa habari nini? Njema. Waingereza wanaita gospel, Wafaransa wanaita bonne nouvelle. Na ninaposema Injili tunaongelea kuhusu habari njema, gospel. Na habari njema gani Paulo iko nawaambia Warumi kwamba yeye hana aibu? Kuna watu wana aibu kuongelea kuhusu habari nini? Njema. Na wakati wote habari njema iongelewe, haiwezi kufikiwa watu, iwe habari mbaya, iwe habari njema. Lakini Paulo anasema hii habari njema ndio ina sifa 3. Sifa ya kwanza ya habari njema ndio ina uwezo wote wa power yote ya Mungu inapatikana ndani ya kitu inaitwa nini? Habari njema, Injili. Lakini hiyo power si ya kubomoa manyumba, lakini hiyo power inayopatikana ya Mungu inayopatikana ndani ya habari njema ndio vinasema pointi ya pili, ina uwezo ya kuokoa. Neno kuokoka inatokana na lugha ya Kiyunani wanaita sozo, Waingereza wanaita savior, na Wafaransa wanaita sauver, ikimaanisha mambo 4. Nikisema kuokoa au naokoka, nikusema nakombolewa na dhambi, nakombolewa na umaskini, nakombolewa na magonjwa ya mwili, na nakombolewa na matatizo ya kukosa mke, kukosa mume, au ndoa iliyo na problem. Kwa hii nguvu ya Mungu, nisikilize, ndani ya habari njema ndio kunapatikana nguvu ya nani? Ya Mungu. Na hiyo nguvu ya Mungu ina kazi ngapi? Ile kutuokoa na dhambi, kutuokoa na umaskini, kutuokoa na magonjwa ya mwili,
na kutuokoa na matatizo ya kukosa mke, kukosa mume au ndoa iliyo na problem. Lakini wanani wanaokolewa nayo? Anasema kwa wote wale wataamini hiyo nini? Injili. Kwa kama mtu hataamini injili aweze kuokolewa, kama mtu hataamini injili aweze kuona uweza wa Mungu. Power. Mungu haiko tu Mungu, lakini mkando ya Mungu kuwa Mungu ana uwezo wake. Kila mtu ana uwezo wake. Kuku ana uwezo wake, samaki ana uwezo wake, nyama ana uwezo. Kila mtu ana uwezo wake na Mungu ana uwezo wake. Sasa tunataka kwenda kuangalia sasa injili maana yake ni. Habari njema maana yake ni. Ndani ya habari ya njema ndio kuna uwezo, power. Unisikilize. Mtu wote wanataka kujua power. Wakati Samson, unisikilize, alikuwa anapiga wanajeshi wa Filistini 5,000 mara moja. Biblia inasema wakakusanyika wa Filistini, wakaenda kwa Delila, umuulize, tutaka kujua nguvu yake natoka wapi. Mtu mwenye ana power haogopi, lakini Mungu ana power, ana nguvu, na nguvu yote ya Mungu inapatikana katika kitu inaitwa nini? Injili, habari njema. Sasa habari njema maana yake nini? Basi sitaki kuwa powerless. Watu wanaongoza dunia. Unisikilize. Yesu akawaambia tangu Yohana Mbatizaji akuje duniani, ufalme wa Mungu unanyakuliwa kwa nini? Kwa nguvu. Watu wote wenye hawana nguvu hawako chochote. Kwa kuwa kitu katika taifa ya Tanzania, kwa kitu katika ulimwengu inategemea una nguvu kiasi gani. Sasa nguvu zote za Mungu zinapatikana katika habari njema. Kama mtu anataka kutafuta nguvu ya Mungu, anaipata ndani ya habari nini? Njema. Anaipata ndani ya nini? Ya injili. Sasa injili maana yake nini aswa? Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4 ndio tutaenda kupata maana ya kitu inaitwa injili. 1 Corinthians chapter 15 1-4. Wakorintho wa kwanza tunasimama tunasoma neno ya Mungu. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Imeandika wa 4. Basi ndugu zangu, basi ndugu yangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri. Na waarifu ile injili niliwahubiria ninyi wa Korintho, ambayo ndiyo mlioipokea, ile mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo ndio mmesimama, na kwa hiyo mnaokolewa, na kwa hiyo ndio watu wanaokolewa kupitia injili. Ikiwa mnayashika sana, kama mtayashika maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kama mtashika sawa sawa ni vile niliwahubiria, lakini kama mtaishika hivyo, uamini kwenu ni zero. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunataka kuona maana ya injili. Unisikilize. Nguvu yote ya Mungu inapatikana katika kitu inaitwa habari njema. Naelewa Mungu anaweza yote. Hakuna kitu kinamshinda Mungu. Lakini hiyo power yote ya Mungu inajificha ndani ya kitu inaitwa jina yake nini? Habari njema ama injili. Sasa injili maana yake nini? Paulo akiwa anaongea na kanisa ya Wakorintho, na kanisa ya Wakorintho ilipofunguliwa ilikuwa soko kubwa ya kibiashara dunia nzima. Ni kama sasa Dubai, China. Na mahali kuna soko kubwa ya kibiashara, upendo sipende unapata wasomi. Mahali kuna soko kubwa ya kibiashara, upendo sipende unapata wasio wasomi. Kwa mahali kuna soko kubwa ya kibiashara, matajiri na maskini walikuwepo. Mahali kuna soko kubwa ya kibiashara, wenyeji na wageni walipatikana. Paso kila mtu duniani, na si makosa, kila mtu duniani anatafuta nini? Hela. Si dhambi kutafuta hela.
lakini inakuwa dhambi ni kupenda hela kushinda Mungu. Kwa sababu kuna vitu mbili peke yake kuna jawabu kubwa kwa maisha ya mtu. Kitu ya kwanza ina jawabu Roho Mtakatifu. Kwa siku ingia mbinguni lazima tuwe na Roho wako. Kwa asubuhi, mchana, jioni tunatafuta Roho Mtakatifu. Number 1, awe ndani yetu. Number 2, akisha kuwa ndani yetu asitoke ndani yetu. Lakini kitu ya pili na jawabu hapa duniani, Biblia inasema pesa ni jibu ya kila kitu. Pesa haina tu jibu kwa kuingia mbinguni. Kwa sababu kama pesa ingekuwa na jibu ya kuingia mbinguni, hakuna maskini angeingia mbinguni, ni matajiri wangeingia mbinguni. Pesa ina jibu kwa kila kitu hapa duniani, lakini kwa kwenda mbinguni lazima uwe na Roho Mtakatifu na maisha yako muogope. Sasa kwa sababu Korinto ilikuwa soko ya kibiashara, watu wote walienda na Paulo akaenda akafungua kanisa. Lakini kanisa ya Wakorinto Paulo akaitumia barua 3. Aliwaandikia Wakorinto wa kwanza, aliwaandikia Wakorinto wa pili na akawaandikia Wakorinto wa 3. Lakini kanisa ya Korinto ilipokea barua 2 na barua 1 iliweza kupotea, haikufika. Sasa katika Wakorinto wa kwanza Paulo iko na wakumbusha, anawaambia Wakorinto, anasema injili niliwahubiria ninyi, habari njema, na kupitia hiyo injili ndio mlifanya nini? Mliokolewa. Na anasema kama mtasimama sawa sawa na hiyo injili, waaminieni, itakuwa sawa. Lakini kama mtasimama kinyume na hiyo injili, kuaminieni haina maana. Kisha Paulo anaanza sasa kutafsiri maana ya habari njema. Nimewahi kukutana na watu wengi anakwambia ni mhubiri wa habari njema, kuuliza habari njema maana yake ni hajui. Sasa huko mhubiri wa habari njema na hujui maana ya habari njema. Sasa akasema kile injili niliwahubiri, na mimi Paulo sio mimi nimeanzisha, lakini na mimi nilifanya nini? Niliipokea. Kwa hiyo si Paulo alianza habari njema, na yeye aliipokea. Anasema alifunzwa hivyo. Kristo alikufa kwa ajili ya nini? Ya dhambi zetu. Maana ya kwanza ya injili ni kufa kwa Yesu Kristo. Maana ya pili akazikwa. Maana ya pili ya injili ni maana ya kwanza ya injili ni kufa. Maana ya pili ya injili kuzikwa. Na Biblia inasema namba 3, na akafufuka baada ya siku. Kwa tunaposema tunatangaza habari njema, tunaongelea mambo ngapi? 3: kufa, kuzikwa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Katika kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo ndio kunapatikana nguvu zote za Mungu. Kama nataka kupata nguvu za Mungu, nguvu zote za Mungu zinapatikana katika kufa, kuzikwa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Biblia inasema kama tukiamini Kristo alikufa kwa ajili yetu, alizikwa na akafufuka baada ya siku 3, Biblia inasema sisi tutafanya nini? Tutaokolewa. Najua napenda wamoja leo waokoke. Jina la Bwana liwe. Unajua kuokoka, unafikiri tu kuokoka kuhusiana na mpokee. Kuokoka kiuchumi. Nataka watu waokoke leo. Nataka watu waokoke kiafya. Nataka watu waokoke kimaisha. Kupitia kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo ndio siri yote ya nguvu ya Mungu inafanya inapatikana. Sasa ndio Paulo anamwambia Warumi, sina haya kutangaza kufa, kuzikwa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa nini? Hayo ndio ina power kupita kila power. Unisikilize Biblia. Kama Yesu asingefufuka, nguvu ya Mungu isingekaa kwa kitu kinaofanya nini? Kimekufa. Biblia inasema, msikilize. Biblia inasema katika kitabu ya Mhubiri sura ya 9 mstari wa 4. Biblia inasema heri umbwa aliyo hai kuliko mtu amefanya nini? Amekufa. Ukisha kufa nguvu yako yote imefanya nini? Mtu anakuwa na nguvu wakati bado iko nini? Hai. Na ndio maana maneno ya injili ya Kikristo au dini ya Kikristo
ina nguvu kupita dini yote, kwa sababu yule mwenye alianzisha maisha ya Kikristo bado iko nini? Hai. Biblia inasema heri mbwa aliye hai kuliko hata mfalme mwenyewe amefanya nini? Amekufa. Heri panzi iliyo hai kuliko rais amefanya nini? Amekufa, kwa sababu anayekufa yake amefanya nini? Kwisha. Lakini kwa nini injili ina power? Yesu alikufa, alizikwa na akafanya nini? Akafufuka. Lakini alipofufuka, napenda nasema, naongea leo kwa ufupi sana, nataka kuachilia leo. Na alipofufuka, kwa nini napata nguvu? Biblia inasema, ukisoma Warumi 8:34, Yesu alipofufuka alienda wapi? Jaribu kuangalia kwa Biblia. Yesu alipofufuka alienda wapi? Warumi sura ya 8 mstari wa 34. Yesu alipokufa, alipozikwa na akapofufuka, Yesu alienda wapi? Ndio nataka kuonesha vile injili ina power. Na ndio Yesu, sisi hapana kubeba kamsalaba kana Yesu amekufa. Yesu wetu hakufa, Yesu wetu yuko hai. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu yule tunamwabudu, Yesu yule tunamtumikia, Yesu yule tunamuimba na kumsifu. Yeye si maiti, lakini yeye yuko nini? Hai. Na ukiabudu mtu amekufa, hata kusaidia ni wewe, unaweza kusaidia maiti, unaenda kutengeneza pale kaburi, unapamba, lakini ukiabudu mtu yuko hai, atakusaidia na vitu alivyo nayo. Sasa Kristo alikufa Ijumaa kama hii tulipita, alipandishwa msalabani. Ijumaa usiku akazikwa, Jumamosi akalala kaburini, Jumapili kama leo asubuhi mapema Yesu alikuwa amefufuka. Lakini alipofufuka, kisha kufufuka, akaenda wapi na anaenda kufanya nini? Warumi 8:34 imeandikwa, ni nani atakayewahukumia adhabu? Nani atatuhukumu tena sisi? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Yesu alikufa kwa ajili ile problem yote. Tusikilize, dhambi, magonjwa, umaskini, kila kitu alikufa kusudi tuokolewe, tuwe na maisha mazuri, tubarikiwe, tuinuliwe, tufanikiwe. Ndio sababu ya Yesu kufa. Naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, na kisha kufa akafufuka kutoka wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Naye yuko mkono wa kuume akifanya nini? Tena ndiye anayetuombea. Na anatuombea. Jina la Bwana libarikiwe. Unasikiliza vizuri? Baada ya Yesu, Biblia inasema, unasikiliza, Warumi 8 anasema, nani tena atatuhukumu? Kabla ya Kristo kufa, Shetani alimnyang'anya Adamu na Hawa kila kitu kwa bustani ya Edeni. Kwa tukawa chini ya laana ya umaskini, ya magonjwa, ya mapepo, ya mila kadha wa kadha. Kila kitu ilikuwa na uwezo juu yetu. Sasa Mungu akaona njia peke yake ya kumtoa mtu chini ya laana yote, matatizo yote, ilihitaji Mungu avae mwili. Tulisema Mungu ni roho, na roho ana sifa ngapi? 3. Roho haina mwili, haina damu, haina mifupa. Sasa Mungu alitaka kuja kuokoa mwanadamu. Mwanadamu original asingeokoa mwanadamu yoyote, kwa sababu binadamu yote walitokana na damu ya nani? Ya Adamu na Hawa. Na wakati Adamu na Hawa walifanya dhambi tu, ilikuwa kama dhambi ya ukimwi, inaambukia kila mtu, na kila aliyekuwa anazaliwa na nini? Na dhambi. Hapana kukubaliana na Injili. Hakuna mahali kwa Biblia inasema mtoto ni malaika, haiko kwa Biblia. Biblia inasema tu mtoto ni kama, lakini si. Mtoto ni kama, lakini si malaika. Mtu yote alipokuwa nazaliwa tu, kwa sababu baba yetu wa kwanza Adamu na Hawa walifanya dhambi. Sisi wote tulikuwa nazaliwa na nini? Na dhambi. Hakuna mtu anafundisha mtu dhambi. Ni kitu automatically. Biblia inasema Yohana 3, kilichozaliwa na mwili mara moja kinazaliwa na matendo ya nini? Ya mwili. Nunua biscuit, pea mtoto pale pea mtoto wa beti. Nunua biscuit umpatie. Na mimi ndio nimununulie kabisa.
Baada ya dakika moja niende kumuomba kama atakubali. Anakataa. Na damu inatokana na damu. Asa mbingu ilikuwa inatoka. Na tunapokuwa na dhambi, ujue kitu moja, Mungu asikie maombi ya wenye dhambi. Tunapokuwa na maisha ya dhambi, ina affect maisha ya kiuchumi. Tunapokuwa na maisha ya dhambi, ina affect maisha ya kiafya, tunakuwa na magonjwa mingi. Tunapokuwa na maisha ya dhambi, ina affect maisha ya kijamii. Asa mbingu ilikuwa inatafuta namna gani mtu atatoka chini ya ilaana. Sasa wakaangalia, yeyote atazaliwa na damu ya hao, na damu ya Adamu na hao, hawezi kuokoa mtu. Ndio Mungu ni roho, akaamua kuchukua mwili. Tunasema mapepo ni roho, Mungu ni roho, shetani ni roho, malaika ni roho. Ni watu wanaoishi hawezi kuonekana na macho ya binadamu kwa sababu hawana mwili. Lakini na Mungu na shetani na mapepo na malaika inaweza kuvaa mwili kwa shughuli maalum. Na ndio maana vitu ya kimungu ni vitu ya imani. Usitengeneze picha ya Mungu kwa sababu Mungu ni roho. Usitengeneze picha ya shetani. Shetani ndio. Shetani hana mapembe, ni uongo vile vyote. Usitengeneze picha ya malaika. Malaika ni roho. Usitengeneze picha ya mapepo. Mapepo hawana umbo, hawawezi kupigwa picha na macho. Roho ana sifa tatu. Ana mwili, ana damu, ana mifupa. Lakini roho, iwe roho ya Mungu, iwe roho ya shetani, iwe ni mapepo, iwe malaika, inaweza kuvaa mwili yoyote kwa shughuli maalum. Na roho inapovaa mwili kwa shughuli maalum, hiyo mwili inaitwa kwa Kiingereza body theophanic, mwili kwa shughuli maalum. Ndio Mungu. Mungu ni kama sisi. Kwa mimi Dr. Frank kuitwa Dr. Frank, ndani yangu kuna mwili, kuna damu, kuna mwili, kuna roho na kuna nafsi. Na hivi vitu tatu Wathesalonike wa kwanza 5:23. Biblia inasema Mungu wa amani atutakase utu wetu mzima, mwili, roho na nafsi. Na hivi vitu tatu ndio inanifanya kuitwa Dr. Frank. Lakini hauwezi kuniita Dr. Frank mwili, hauwezi kuniita Dr. Frank roho, hauwezi kuniita Dr. Frank nafsi. Lakini ni Dr. Frank aliye ndani yake na nafsi ngapi na vitu ngapi? Tatu. The same. Mungu ni moja. Hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa Biblia haiko. Ukianza kusema tu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, unaabudu miungu tatu. Ndani ya Biblia tu kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu ni moja, lakini akiwa na nafsi ngapi? Tatu. Nafsi ya kwanza ni Baba, nafsi ya pili Mwana, nafsi ya tatu Roho Mtakatifu. Sasa Mwana akaamua kuvaa mwili kusudi asiwe chimbuko ya mtu anaitwa jina yake nani? Adamu. Na ndio Biblia sasa, Adamu wa kwanza alifanya nini? Alikosa, watu wote wakafanya nini? Wa pili. Na Yesu anaitwa Adamu wangapi? Kwa hiyo hana chimbuko. Yesu hana chimbuko ya Adamu. Huyo sisi chimbuko yetu ni Adamu. Yesu hana chimbuko ya Adamu, ni Mungu. Alivaa mwili. Na alipovaa mwili akaja kuingia ndani ya tumbo kwa sababu kusudi mimba idungwe. Nikiwa daktari, lazima mwanamke na mwanaume wafanye tendo ya ndoa. Lakini mimba ya Yesu haikuhusika mwanaume na mwanamke, ilihitaji bikira na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo si mtoto kutokana na binadamu, lakini ni mtoto kutokana na nani? Na Mungu. Na ndio makanisa ndio nakosea, madhehebu mingi ndio nakosea ikimuita Mariamu mama wa Mungu. Ni hatari sana. Mungu anapokuwa na mama ni hatari, ni kufuru, ni kitu. Mungu hauna mama, Mungu hana baba. Muda wote Yesu aliishi duniani, soma ni mabiblia yenu ya Kiswahili na tafsiri vibaya Biblia. Hakuna mahali Yesu alimwita Mariamu mama yake, hakumwita hata siku moja. Yesu alikuwa anamwita Mariamu mwanamke, kwa sababu aliyeumba Mariamu ni Yesu. Kwa sababu Biblia inasema mwanzo, katika kitabu ya Yohana 1:1, mwanzo alikuwa neno, neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Na Biblia inasema na kila kitu kiliumbwa na nani? Na neno. Kwa hiyo Mariamu aliumbwa na nani?
na neno na neno ikavaa mwili. Wakusema neno ilizaliwa, ikavaa mwili, kwa body theophany, na hiyo mwili ikaitwa jina yake nani? Yesu. Vipi Mariamu atakuwa mama ya Mungu? Ukisoma katika Yohana sura ya 8, siku Yesu iko nafundisha Mafarisayo na siku Bwana amini, kisha akaambia mkiamini neno yao mtakuwa huru kweli. Mafarisayo wakasema sisi sio watumwa, baba yetu ni nani? Ibrahimu. Akaambia hapana, baba yenu Ibrahimu alitaka kuniona mimi. Yesu iko nawaambia wewe, baba yao Ibrahimu alitaka kumuona. Nisikilize, kwa kufundisha Biblia vizuri inahitaji kujua mambo ine. Inahitaji ujue historia ya Biblia, inahitaji ujue jiografia ya Biblia, inahitaji ujue mazingira ya Biblia, na inahitaji kujua kiroho ya Biblia. Tangu Mungu amweke Adamu kwa bustani ya Edeni na kusudi Ibrahimu akuje kupatikana duniani, dunia ilikuwa na mwaka 1500. Ibrahimu anapatikana duniani, dunia ina mwaka 1000. Leo dunia ina miaka 1000 ngapi? 6000. Lakini Ibrahimu alipatikana duniani, dunia ikiwa na mwaka 1500. Kutoka Ibrahimu mpaka Yesu, au tuseme kutoka Adamu mpaka Yesu, dunia ina miaka ngapi? 1400. Kwa hiyo kutoka Adamu mpaka Yesu, dunia ina miaka 1400. Kwa hivyo ukitosha 1500 kutoka kwa 1000, utakuta Abrahamu alikuwa babu kwa Ibrahimu kwa miaka 2200 ngapi? 500. Kwa hiyo Adamu alikuwa babu kwa Yesu kwa miaka 2500. Na tangu Mungu aumbe dunia hakuna mwanadamu ametimiza mwaka 1000. Haiko. Wale binadamu ya kwanza waliishia miaka 900 na, lakini hawakufikisha mwaka 1000. Sasa Yesu anasema baba yenu Ibrahimu alitaka kuniona, na aliponiona akafurahi. Wakamwambia ujieleza miaka ngapi? 50. Na umesema umemwona nani? Ibrahimu. Anasema kabla ya Ibrahimu kuwepo. Unisikilize, Ibrahimu alipokuwepo, Mariamu hakufanya nini? Hakuwepo. Ibrahimu alipokuwepo, Yusufu hakufanya nini? Hakuwepo. Kwa sababu ni babu. Lakini Yesu anasema kabla ya Ibrahimu kuwepo, yeye alifanya nini? Alikuwepo. Kwa yeye ni Mungu. Yesu ni Mungu. Na Mungu akalazimika kuchukua mwili isio na dhambi, kwa sababu damu yote ya Adamu ilizalika ikiwa na dhambi. Na ndio mtu anapotoka tu ndani ya tumbo ya mama yake, unaona tu ni matendo ya mwili iko inapenda kufanya kazi. Matendo ya mwili haifunzwe, ni kitu automatically. Chuki inaanza tu. Unajikuta tu unachukia watu, unajikuta tu wivu, unajikuta auelewe why. Kwa sababu kilichozaliwa na mwili kinazalika na matendo ya mwili. Sasa Paulo anawaambia sasa Warumi, angalia, kwa sababu Kristo amekufuka, nani atatuhukumu tena? Kwa hiyo katika kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu ilikuwa naondoa nini? Hukumu yote tuliyokuwa nayo kwa damu ya nani? Ya Adamu wa kwanza. Adamu ya pili alikuja na damu ya kiroho ya mbinguni, yenye inaondoa laana yote ine. Laana ya kwanza, laana ya kiroho. Laana ya pili, laana ya kiuchumi. Laana ya tatu, laana ya afya. Na laana ya ine, laana ya kijamii. Sasa anasema hakuna tena mtu atatuhukumu. Kwa Yesu alipokuwa nakufa, nisikilize, ndio nguvu yote ya Mungu ilikuwa inafanya wakati alikuwa nakufa. Biblia sasa alikufa kwa ajili ya nini? Ya dhambi zetu zote. Haijalishi uliua, haijalishi ulipiga, haijalishi ulifanya vitu vya kila aina. Siku kama hii alipokuwa nafufuka, kama angefufuka, dhambi zetu zote zisingefanyika. Alipokuwa nafufuka, we akameza dhambi zetu zote. Alipokuwa nakufa, alipozikwa, na siku kama hii alipofufuka, akameza umaskini wetu, kwa sababu Shetani alimnyang'anya Adamu na Hawa utajiri wote, akaiweka upande wake. Lakini Kristo alipokuwa na kufa, kuzikwa na kufufuka, akarudisha utajiri wetu wote. Namba 3, lakini kusudi tupate utajiri wetu, kusudi tupate uponyaji wetu,
kusudi tupate kila Biblia inasema tu ana haya na Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu unaokoa kwa wale wote wanaofanya nini? Wanaamini. Mpaka ukubali. Ukimkubali tu. Na ndio Yesu ndio anaponya. Yesu ndio anabariki. Yesu ndio anaokoa. Si mafuta, si vitambaa, si fimbo. Yesu. Ndani ya Yesu ndio kuna nguvu zote. Mungu halitaki kusaidiwa na chochote. Ndani ya Yesu, katika kufa kwa Yesu, katika kuzikwa kwa Yesu, katika kufufuka kwa Yesu, ndio kuna uwezo wote wa Mungu unaofanya nini? Unaokoa. Lakini kusudi ipate kukuokoa, lazima ufanye nini? Uamini. Na mara mingi watu hawapende kukubali neno ya Mungu. Watu wanataka kufanya nini? Kuona. Lakini maneno ya Mungu ni kuikubali tu pia. Sasa Paulo anasema, unisikilize, katika Warumi 4:30 anasema nani atatuhukumu tena? Haiko. Kwa nini hatuhitaji kuhukumiwa tena? Kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi, akazizika. Alikufa kwa ajili ya magonjwa, akazizika. Alikufa kwa ajili ya umaskini, akazizika. Alikufa kwa ajili ya kukosa mke na mume, akajizika. Na alipofufuka na shinda pali ya Tangetange, Tanga, Mbeya, Nairobi, yeye akapaa akaenda wapi? Mbinguni. Na alipoenda mbinguni, unasikiliza vizuri, hapa Tanzania si sana, mainchi ile wa Afrika wamepigana vita, ndugu zao wengi walikimbia vita, wako wapi? Ulaya. Na hawa wakukimbia vita wamebaki Afrika. Wengi ya wale wanaobaki Afrika wanakuwa tegemezi kwa wale wapo wapi? Ulaya. Kwa sababu kule Ulaya, Marekani kuna maisha mazuri, ndio kila mwisho wa mwezi wanatumiwa pesa. Kwa hiyo wanawategemea wale wana nini? Wana nguvu ya nini? Ya kiuchumi. Wameenda kuishi Marekani, wameenda kuishi Ulaya. Sasa hawa ndugu zao wamebaki Afrika, kila mwezi katikati ya wiki wanatarajiwa watumie paundi 100, wanatarajiwa watumie euro 500, wanatarajiwa watumie dola 1000. Na wanaishi hivyo, wanaishi maisha mazuri kutegemea wale wana nguvu ya nini? Ya kiuchumi. Sasa Yesu, unasikiliza? Najua utamu ya maneno yao. Alipokufa anazika dhambi zetu. Alipokufa anazika umaskini wetu. Alipokufa anazika magonjwa yetu. Alipokufa anazika kukosa mume, kukosa mke. Lakini kuizika hakuishia hapo, akafufuka. Pale aende Marekani. Unajua angeenda Marekani angetupatia vitu ya Marekani. Pale aende Ulaya. Angeenda Ulaya angetupatia vitu ya Ulaya. Lakini akaamua kwenda wapi? Mbinguni juu kwa nani? Kwa Baba Mungu. Na akaenda kuketi mkono wa kulia. Usikilize. Unifuate vizuri.